Napenda kuchukua fursa hii kutoa tangazo kwa umma kuhusu makampuni ya Tanzania yaliyopata usajili wa mamlaka kuu ya forodha ya Jamhuri ya Watu wa China na kuruhusiwa kusafirisha mazao ya kilimo kwenda nchini China. Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania inapenda kutaarifu umma, wadau wa sekta ya kilimo na biashara kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, lakini pia ubalozi wa Tanzania nchini China na serikali ya Jamhuri ya Watu wa China imefanikiwa kuratibu na kuwezesha usajili wa makampuni 408 ya Tanzania katika mfumo wa mamlaka kuu ya forodha ya nchini China au General Administration of Customs of China, yani GACC, na kuruhusiwa sasa kusafirisha mazao mbalimbali ya kilimo kwenda soko la China. Idadi ya makampuni imeorodheshwa kwenye kiambatisho cha taarifa hii na pia itawekwa kwenye tovuti ya Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania. Usajili huu ni sehemu ya utekelezaji wa masharti ya Sanitary and Phytosanitary Measures, yani SPS, na makubaliano ya kibiashara kati ya nchi hizi mbili unaolenga kuhakikisha kuwa mazao yanayosafirishwa yanakidhi kikamilifu matakwa ya afya ya mimea, ubora na usalama wa chakula yanayotakiwa na soko la China. Mamlaka inapenda kusisitiza kuwa, moja, makampuni yote yaliyosajiliwa yanapaswa kuendelea kuzingatia masharti ya usimamizi wa afya ya mimea, ufuatiliaji yani traceability, matumizi sahihi ya viuatilifu na taratibu za ukaguzi kabla ya usafirishaji. Pili, makampuni yanayopenda kusafirisha bidhaa za kilimo kwenda nchini China yanapaswa kuwasilisha maombi katika Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania kupitia email yetu ya dg@tphpa.go.tz kwa ajili ya mwongozo wa taratibu za kufikia soko la China kupitia mfumo wa GACC. Lakini tatu, mamlaka inatoa wito kwa wadau wote kuendelea kushirikiana na kuzingatia sheria, kanuni na miongozo iliyopo ili kuhakikisha Tanzania inanufaika kikamilifu na fursa za soko la China ambalo litaiongezea nchi yetu mauzo ya mazao ya kilimo nje ya nchi, lakini pia kukuza uchumi wa wakulima na kuchangia katika pato la taifa letu. 4, TPHPA itaendelea kufanya ukaguzi na ufuatiliaji wa mara kwa mara ili kuhakikisha uzingatiaji wa masharti ya kitaifa na ya nchi lengwa yanafikiwa. TPHPA inapenda kutoa shukrani nyingi kwa uongozi wa Wizara ya Kilimo kwa kuiwezesha Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania ili kuyafikia masoko ya nchi ya China. Aidha, TPHPA inaahidi kuendelea kufungua masoko ya bidhaa za kilimo kwenye nchi nyingine duniani ili kutanua wigo zaidi wa bidhaa za kilimo kutoka Tanzania, ikiwa ni mchango wa TPHPA wa utekelezaji wa Agenda 1030 ya Wizara ya Kilimo. Kwa sasa mamlaka imejipanga vizuri, ina mashine za kisasa za kimataifa kabisa, na bahati nzuri maabara yetu ina ithibati ambayo iko chini ya ISO 17025 ya mwaka 2017, na hiyo ISO ni endelevu na inafahamika kimataifa, kwa maana kwamba matokeo yanakubalika kwa mujibu wa ISO ya kimataifa.
na tumeweka mikakati mizuri ya kuweza kuwahudumia wateja pale linapokuja swala la matakwa ya kisheria na matakwa ya masoko dhidi ya masalia ya viuatilifu kwenye mazao mbalimbali. Tuna uwezo mkubwa wa kupima masalia kwenye mazao ya aina yote ili kuweza kukidhi masoko ambayo tayari kama mamlaka imeweza kuyafungua na tuna uwezo wa kuyafikia. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuyafikia kwa kwanza kwenye swala zima la masuala ya kudhibiti visumbufu kwa maana ya magonjwa na wadudu, lakini pia tumejipanga kuweza kufikia sasa malengo kwa swala zima la kupima masalia ya viuatilifu kwenye mazao husika ili tuweze kukidhi matakwa ya masoko tuliyofungua. Mipakani mote sasa hivi kuna kazi inaendelea. Hivi karibuni tutakuwa tuna maabara ndogo karibu 1% ya mipaka ambayo itakuwa inafanya uchambuzi wa awali ili kuweza kufast track hiyo mizigo iweze kutoka na kuingia pasipo kuchelewesha wateja, na maabara zingine zinaendelea kuimarishwa zaidi, na kwa hiyo ndani ya kipindi kifupi mamlaka itakuwa imejitosheleza maeneo yote. Hakuna sehemu ambayo mteja atakwama atakapokuja kutafuta huduma ndani ya mamlaka hasa ya uwezeshaji wa masoko. Usajili ulianza rasmi baada ya viongozi wetu wa juu, Mheshimiwa Rais kufanya ziara nchini China, kwa kuna makubaliano. Baada ya hapo, kwa timu ya wataalamu, kwa kuna utaratibu wa kubadilishana mawasiliano na hatimaye kufanikisha kufungua masoko kwa mazao mbalimbali. Kwa mpaka sasa hivi ni jumla ya mazao 12 ambayo tunaweza kusafirisha kwenda China, na usajili huu ulianza mwaka 2023 ambapo kwa kila ombwe litadumu kwa miaka 5. Baada ya miaka 5 tutaenda kukagua upya na kuendelea kuwapa mwongozo na kuendelea kusajili. Kwa haya ni makampuni ya awali tu, lakini zoezi la usajili linaendelea, na ndio maana kuna barua pepe ya mamlaka ambapo kwa makampuni yote yenye nia ya kutaka kusajiliwa watatuma ombi lao kwenye barua pepe ya mamlaka, kisha tutatuma timu ya wataalamu watakuja kufanya usajili. Tukiona kwamba umekidhi vile vigezo ambavyo vimeainishwa kutokana na ile soko la China, hapo ndipo ambapo utaweza kugewa namba maalum, kisha tutapatia barua rasmi ya kuanzisha kwamba unaruhusiwa kuweza kusafirisha mazao yako kwenda nchini China. Lakini hata baada ya kupatiwa ile namba maalum, bado wataalamu wetu waliopo katika mipaka mbalimbali na ofisi zetu za kanda wanaendelea kufanya ufuatiliaji kuanzia katika nyumba za ubaridi, kwenye maeneo ya kufungashia, lakini vile vile katika sehemu za mipaka yetu mzigo unapotaka kutoka. Tunakagua kuanzia kontena zilizopo, shehena zile za mazao zote zilizopo, na tunachukua sampuli kwa ajili ya kujiridhisha kama unafuata yale masharti. Lengo ni kuhakikisha kwamba mazao ambayo yanaenda katika masoko haya ya China yanaendelea kukubalika kwa kufuata zile taratibu ambazo zilizoainishwa. Kwa sasa mazao ambayo tunaruhusiwa kusafirisha kupeleka nchini China kutokana na makubaliano ni kama yafuatayo. Ya kwanza ni ufuta, ya pili ni kakao, ya tatu ni kahawa, ya 4 ni soya, la 5 ni mihogo mkavu, la 6 ni karafuu na viungo, mashudu ya pamba, mashudu ya sunflower na bidhaa nyingine za karanga, pilipili na parachichi na mazao mengine ambayo tutaendelea kuainisha kwa kadri tunavyoendelea kufungua masoko.